Ngumzia kuhusiana na kinara wa chama na wanaotaka kukiuza chama. Na nikakumbuka pia kuna wale ambao wanamhusisha aliyekuwa rais wa taifa hili wa 4 Uhuru Kenyatta katika ununuzi wa chama, japo amesema yeye asihusishwe na hilo. Lakini pia wewe umemtaja Oburu Odinga ambaye ndiye kinara kwa sasa, unasema hakuchaguliwa na yeyote. Unaamini kwamba kwanza ana uwezo wa kuongoza hicho chama kwa ustadi kama ilivyokuwa kwake Raila Odinga? Mheshimiwa Senator Oburu Odinga ni mzee ambaye tunampenda na tunamheshimu. Ni mzee ambaye kwa huu muda wote amekuwa akisaidia baba kwa njia moja ama nyingine. Ameshikilia chama pia kwa njia moja ama nyingine. Lakini chama hiki cha ODM, uchaguzi wa Mheshimiwa Oburu Odinga kama party leader ama kiongozi wa chama cha ODM, uchaguzi huo ulifanywa kwa njia ambayo ilikuwa njia ya giza. Manake katiba cha chama cha ODM nadhania kwa kipengele cha 6, ukiangalia kipengele cha 6 ama 6.22, wakati kiongozi wa chama anashindwa kufanya kudischarge functions zake kama kiongozi, either kwa sababu ni mgonjwa ama kwa sababu ya kifo kama sasa ambayo vile ilifanyika, katiba ya ODM inasema ya kwamba lazima kukuwe na special sitting ya National Delegates Convention. National Delegates Convention, Liza, ni wanachama wote yani watu wote ambao wako na cheo yoyote kutoka kwa grassroots, kutoka kwa polling station ama ward ya ODM. Kuna wale delegates wanachaguliwa. Unajua hata Raila Odinga hajawahi kusimama kama kiongozi wa chama bila kuchaguliwa. Ukikumbuka mwaka wa 2022 tulikuwa na National Delegates Conference pale Kasarani. Na yeye ndio wakati huo akachaguliwa tena ama akakuwa re-elected kama party leader. Mheshimiwa Oburu Odinga, na ninaheshima sana kwake kama mzee na pia kama mzee wetu na tunampenda, hakuchaguliwa kulingana na katiba. Na kwa sasa hakuna kikatiba kiongozi wa chama cha ODM. Hilo ni jambo la kwanza. La pili ni kwamba chama cha ODM sio chama cha familia fulani. Chama cha ODM ni chama cha wananchi wa ODM. Wananchi hao ni mamilioni na wako kila mahali, pembe zote za nchi hii. Huwezi toa ndugu ya Mheshimiwa Raila Odinga useme sasa endelea kwa sababu ni ndugu. Hiyo chama hii ni chama cha kidemokrasia. Ni chama ambacho ni chama cha kitaifa. Hiyo ilikuwa ni njia ya kudhalilisha chama cha ODM. Kufanya chama ikuwe ni family dynasty. It is not a hereditary dynasty. Na wale ambao walifanya haya, kudhalilisha chama hiki, ndio walianza misukosuko haya. Sasa ukishafika hapo kuona ya kwamba chama hiki hakijafanya even uchaguzi wa kiongozi kwa kihalali, basi kiongozi huyo kikatiba hana nguvu yoyote ya kuendeleza mambo ya chama. Kwa sasa hatuna kiongozi wa chama kulingana na katiba ya ODM. Wakati unasema